Radio Maria Tanzania. Unapata asante vizuri. Uinjilishaji, upendo na faraja. Mama Maria, na mama wa wote ni nani? Mama Maria. Radio Maria, sauti yake Kristo nyumbani mwako. Radio Mbiu na sauti ya faraja. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo ni siku ya furaha, tena furaha kubwa sana ya kihistoria na ya kipekee sana hapa tulipo na hapa kwetu kwa kanisa la Tanzania. Tumekusanyika hapa katika hii sherehe kubwa ya kubalizwa mbinguni kwake Mama Maria, tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Sio hiyo tu, wakati ule ule, sababu ya nyongeza na kubwa sana, tunamwimbia Mungu wimbo wa sifa tunapoadhimisha jubilei ya miaka 30 ya uwepo utume wa Radio Maria hapa Tanzania. Hongera kwenu nyote. Nasema hongera kwenu nyote kwa sababu ni miaka 30 ya neema kubwa ya Mungu. Kwa maombezi ya Mama Maria, kama usemi wa maadhimisho tulioutaja leo, miaka 30 Radio Maria Tanzania ni uinjilishaji, upendo na faraja. Neno la Mungu katika maadhimisho ya sherehe ya leo ya kubalizwa mbinguni Mama Maria inatupa picha halisi ya ushindi wa Mungu kupitia unyenyekevu, na kwa namna ya pekee kupitia sauti ya Bikira Maria inayoendelea kuvuma kati yetu, kwa namna ya pekee kupitia redio yetu pendwa Radio Maria. Katika somo la kwanza la Ufunuo tunamwona mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ukiwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji la nyota 12. Licha ya joka kubwa jekundu la kutaka kuangamiza mtoto wake, Mungu anamlinda Mama Maria, anamlinda mwanamke huyu na kumpa ushindi. Hii ni ishara ya Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni aking'aa kwa utukufu, akituhakikishia kuwa nguvu ya maovu haiwezi kushinda kama tunafuata Injili ya Bwana. Katika somo la pili kutoka barua ya kwanza ya Wakorinto, Mtakatifu Paulo anatukumbusha kuwa Kristo amefufuka na amekuwa limbuko kwa wale wote waliolala. Kupalizwa kwa Bikira Maria mwili na roho ni ushuhuda wa kwamba ushindi uko hapo hapo, na ushindi huo wa Kristo juu ya mauti unatufikia hata sisi mpaka nyakati zote. Katika Injili ya leo kutoka Luka tunashuhudia ziara ya Mama Maria, ziara ya upendo, ziara ya kujali, ziara ya neema kwa binamu yake Elizabeth. Mama Maria anapofika na kusalimia tu, kitoto kichanga kinarukaruka ndani ya tumbo la mama kwa furaha na kwa shangwe. Na hapo ndipo Mama Maria anaimba wimbo mkuu wa Magnificat: moyo wangu wamtukuza Bwana na roho yangu imefurahi kwa ajili ya Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Wimbo huu wa Magnificat ndio unaoakisi kwa usahihi kabisa safari ya miaka 30 ya Radio Maria hapa Tanzania. Radio Maria ni kama mbegu ya haradali
aliyotueleza Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mtakatifu Mathayo akisema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini kisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata ndege wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Vivyo hivyo utume wa mama kupitia Radio Maria ulianza kama mbegu ya haradali, mbegu ndogo sana, lakini umekuwa na leo sote tunakaa katika matawi yake. Hii ni nguvu ya Mungu iliyoifanya redio ifikie hapo. Huu ni muujiza. Kwa maneno machache, katika kitabu chenu wametia historia ya Radio Maria. Mimi ningependa kuongeza kidogo katika hii historia, ili kusudi tujue miaka 30 tunaadhimisha nini, tumetoka wapi na tumefika wapi. Kwanza, Radio Maria yenyewe kama wanavyosema, mwaka 1982 Padre Gadbeat wa parokia ya Celato Derba kule Como, Italia, alikuwa ameingiwa na ujumbe wa Mama Maria aliyopata kutoka Fatima. Alafu baadaye Mama Maria akatokea kule Medjugorje, ambayo wakati ule ilikuwa sehemu mojawapo ya Yugoslavia ya zamani, Bosnia Herzegovina. Na kule akawa naenda na waamini wake kwenda kuhiji kwa Mama Maria. Na wale waliofuatilia matokeo ya Medjugorje, Mama Maria alikuwa anatoa ujumbe mara kwa mara, na huyu padre alitaka kumegeana na wanaparokia wake ujumbe huu wa Mama Maria, na hivyo akaanza redio ndogo katika parokia yake pale ofisini kwake. Lakini walipoanza kusikiliza ikapendwa sana, ikaanza kusambaa katika parokia nyingine, na mwaka 1987 waamini na wapadre wakaanza kuisukuma kwa juhudi, ikatoka mikononi mwa parokia na kuanza kusambaa, kiasi kwamba kufika mwaka 1990 ikawa redio ya kitaifa ya Italia. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Haikuishia pale. Papa Yohana Paulo wa pili, wakati tunajitayarisha kwa ajili ya jubilei kuu, alianza kuongelea juu ya uinjilishaji mpya. Ulichochea watu kiasi kwamba redio ikaushika kwa nguvu sana ule uinjilishaji mpya katika mama. Na Yohana Paulo wa pili alipokuwa anaelezea juu ya huu uinjilishaji mpya na juu ya Pentekoste, alikumbusha kila mara nafasi ya Mama Maria katika uinjilishaji mpya, akisema Mama Maria ni mama wa mitume wa Pentekoste, kwa sababu tunavyojua hao wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja nao wanawake, na Mariamu mama wake Yesu alikuwa pamoja nao. Hivyo akamwita Mama Maria mama wa mitume wa Pentekoste. Hivyo Radio Maria ikajiona kama ni mama yule wanayemshika, ambaye ni mama wa Pentekoste, ambaye ni mama wa mitume, ambaye ni mama yetu tunapopata Pentekoste mpya. Na mwaka 1998 baba mmoja Emanueli Ferrario akiongoza wakereketwa wenzake akaanzisha chama cha kimataifa cha Radio Maria, familia ya kiulimwengu ya Radio Maria, yeye akiwa rais wake wa kwanza. Na tangia hapo wakazaliwa marafiki wa Radio Maria, ambao na sisi ni marafiki wa Radio Maria. Kila rafiki wa Radio Maria amshe mkono.
Every friend of Radio Maria, hands up. Mama Maria, mama wa wote. Ndipo akaanzisha umoja wa marafiki wa ulimwengu wa Mama Maria, na sisi ni marafiki wa ulimwengu, sio tu wa Tanzania bali wa ulimwengu mzima. Mungu ni mwema kila wakati. Na kweli huyu baba ameendeleza hii Radio Maria, na alipofariki tarehe 1 mwaka 2020 alikuwa na umri wa miaka 91. Baba Lebru naona anaelekea huko. Hongera sana. Na ndio sababu na yeye ni mpenzi wa Mama Maria. Najua atafika 100 huyu. Shauri ya Mama Maria. Baba Ferai alifariki akiwa na miaka 91. Na nguvu za Radio Maria toka mwanzo zilikuwa zinaenea. Na inategemezwa na waamini walei, wakitiwa moyo na kupata sapoti ya viongozi wa kanisa na kwa mapenzi ya kanisa. Ndio sana tuona hapa maaskofu watatu kutoka Bagamoyo ameacha kila kitu, mzee wetu kutoka Arusha na mimi katoka Bukoba mpakani mwa Rwanda. Lakini ni walei wenyewe ambao wameshika hatamu na kuendesha redio hii. Sasa hivi Radio Maria iko zaidi ya nchi kati ya 77 na 80, ikiwa na redio 95, yani redio sio vituo, redio 95 na washirika kama Radio Mbiu 18 na vituo vya kurusha masafa zaidi ya 2000 katika lugha 83 na wasikilizaji zaidi ya nusu bilioni, yani milioni 500. Mungu ni mwema. Mama Maria. Na hapa Afrika tuna 36. Na katika nchi za Afrika Tanzania iko juu sana. Kwa sababu ya wewe na mimi. Tukiwa katika mkutano wa Mesea, walikuja wajumbe wa Radio Maria. Wakaongelea juu ya hii redio, ilikuwa haijakuwa nzee sana. Na Askofu Mkuu Mtega alipenda wazo hilo, akalifuatilia. Kwanza akaenda Uganda, palikuwepo na mkutano wa kuhamasisha hiyo redio. Baadaye akawafuata mpaka Italia na akaongea nao na wakamkubalia, na kapunje haka kaldari akakapanda katika ofisi yake pale Songea. Wanasongea oye! Wanasongea oye! Akakapanda kale kambegu kadogo katika ofisi yake ya Songea. Kabla yake Baba Askofu Yakobo alikuwa na maspika ya kufundisha watu juu ya dini, ya kuwafanya watu wasali pamoja. Hivyo Baba Yakobo Konda alikuwa anatoa maspika. Sasa Baba Mtega akayageuza ikawa redio ndogo. Na ilipoanza tarehe 26 Aprili mwaka 1996 ndipo ikatoa sauti yake ya kwanza ya Radio Maria. Mpaka leo miaka 30 haijazimika. Mpaka leo miaka 30 haijazimika kwa nguvu zake mama. Nakumbuka Baba Mtega alikuwa anaongelea sana juu ya maaskofu, anawaelezea juu ya redio hii. Na polepole tukaanza kuipenda. Na huwezi kuongelea juu ya Radio Maria bila kuongelea juu yake. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa rafiki wa kwanza wa Radio Maria hapa Tanzania. Na polepole kaenea katika sehemu za kusini. Na mwaka 2003 ndipo wakapata kiwanja hapa cha Mikocheni, na ndipo wakaja hapa Mikocheni wakaanza kujenga Radio Maria hapa Mikocheni. Lakini cha ajabu, hapa Dar es Salaam walipokuja wakakosa masafa.
wakakosa masafa kabisa, ilikuwa hakuna masafa. Nakumbuka wakati ule nilikuwa Radio Tumaini, nilikuwa sijawa mwana Maria sawa sawa, nilikuwa na wacheka cheka kidogo. Sasa nimeongoka kabisa. Na cha kushangaza, wakapata masafa ya kwanza Zanzibar na Pemba. Dar es Salaam kwa mara nyingine tena iliinjilishwa kutoka Zanzibari. Mama alianza kuinjilisha watu wa bara. Hongera sana Zanzibar, na tunaiombea ikaanza kuinjilisha. Lakini baadaye Mungu ni mwema, ndio akapata masafa ya 103.7. Hata nilipokuwa nakuja hapa tulikuwa tunayasikiliza, yanatupa mambo mengi sana mazuri. Mwaka 2010 walikuwa tayari na vituo 10. Na hiyo ndio ilikuwa, usingeweza kuongeza zaidi. Nina Mama Makinda ndio alikuwa anapitisha masheria hayo. Usingeweza kuongeza zaidi ya 10. Mimi nilikuwa nikaanza kuipenda Radio Maria. Nilipokwenda Bukoba nikaanza kupiga kampeni ya kupata Radio Maria. Namshukuru Paulo pale akanikubalia na wenzake. Kwenda TCRA wakasema hamna, labda uanze ya kwako. Nami hela sina. Ndio nikawaomba, na washukuru sana. Paulo nakushukuru sana, asante sana. Nikawaomba tuanze radio nyingine, ndipo wakakubali. Ndio tukaanzisha Radio Mbiu, sauti ya sauti ya ikawa faraja ya Bukoba yote huko na Kagera. Lakini Mama Maria ashindi, alitaka nami niwe na radio eti Baada ya kupata tu radio na kwenda hewani wakaruhusu. Baada ya kupata radio na kwenda hewani wakawaruhusu, ndipo wakaanza kuenea. Na kuja kufika mwaka 2021 wakati tunaadhimisha miaka 25, hapo nilishakuwa mwana radio kabisa, mwana Radio Maria. Nilikuwa volunteer, najitaje volunteer namba 1 kule Kagera kule. Hapo tulikuwa tayari na vituo 22, 20 vikiwa Tanzania bara na 2 vikiwa Zanzibar. Radio Maria ilikuwa inasifika kama sauti ya Kikristo na sauti ya mama. Ilikuwa inafika vijijini na mijini kwa wagonjwa, wafungwa, wazee, wasafiri, wapweke na kila mtu aliyehitaji tumaini la Bwana. Ni vema na haki kwamba kilele cha miaka 30 kimeoana na sherehe ya kupalizwa Mama Maria mbinguni. Wakati Mama Maria alipomtembelea Elizabeth pale nyumbani kwake, nilivyosema toka mwanzo, sauti ya kwanza ilipotoka tu, kitoto kikarukaruka. Elizabeth akafurahi na Mama Maria akaanza kutangaza utukufu wa Bwana. Na kwa miaka 30 Radio Maria Tanzania imekuwa kama miguu na sauti ya mama, ikitembelea kila nyumba ili kusudi kila nyumba iweze kuchangamka na kufurahi, watoto waweze kurukaruka, walio na shida waweze kupata faraja. Hiyo kazi Radio Maria imeifanya. Ilikwenda kila mara kwa kila mmoja aliyetaka kuisikiliza. Kila rozari iliyosaliwa hewani, kila misa takatifu iliyorushwa, kila fundisho la katekisimu na kila ujumbe wa faraja, tafakari mbalimbali na nyimbo takatifu za upendo na matumaini, vyote ni sauti ya mama. Vyote ni sauti kwetu sote na kwa wote. Kama anavyotuambia, ile sauti ya mama ilikuwa inamwambia kila mmoja, fanyeni lolote atakalowaambia. Kama mama alivyowaambia wale wana harusi wa Kana. Alikwenda akawaombea kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa hajakuwa tayari. Akasema, mama, mbona muda wangu bado?
lakini mama alisema neno moja tu, hawana divai, full stop. Hakubembeleza, hakusii, alitaja, na alikuwa na uhakika, na kaenda kawaambia wale wafanyakazi wale walikuwa wanafanya pale, atakachowaambia nini fanyeni, atakachowaambia fanyeni. Na sisi Mama Maria kupitia redio yake, Radio Maria, anakwenda katika kila nyumba, anakwenda katika kila nyumba na anawaambia, atakachowaambia fanyeni. Na yule anayefanya, Kristo anachomwambia, mabarasi ya maji yanakuwa nini? Yanakuwa divai tamu. Anakwenda kwa watu wale wenye mabarasi ya huzuni, inakuwa furaha. Wale wenye mabarasi ya ndoa zilizo kwenye shida zinachangamka, wanapatana. Wale wenye mabarasi ya hasira wanapata msamaha na kusamehe. Wale wenye mabarasi ya chuki wanapata upendo. Wale wenye mabarasi yenye shida mbalimbali, mama anawafungua. Mama Maria, Mama Maria. Hivyo twende kwa mama na tuwapeleke wengine kwa mama, kwa sababu kupalizwa kwa Bikira Maria kunatupa matumaini kwamba kazi tunayoifanya hapa duniani kupitia vyombo hivi vya uinjilishaji ni matokeo ya upendo wake wa milele, na sio kazi ndogo, ni kazi kubwa, ni kazi kubwa. Unapokuwa unatoa kile kidogo tu, unajua hicho kikiingia kwenye redio crack, mama anapeleka ujumbe, atakachowaambia nini? Watu wanaongoka, watu wanafurahi, watu wanapendana, ndoa zinaimarika kwa maneno ya mama. Hivyo kwa miaka 30 Radio Maria imechangia sana kuimarisha imani na kueneza upendo na msamaha wa Mungu kwa watu wengi hapa Tanzania. Tunamshukuru Mungu. Sasa hapa Tanzania tumeimarika, na sisi wenyewe kwa kiasi kizuri tunaanza kuiwezesha redio yetu iweze kwenda mbele. Radio Maria anaendeleza juhudi za Radio Maria ulimwenguni walizozileta hapa, na sisi tumezichika na kuziamini. Radio Maria haina matangazo ya biashara, inaishi kwa miujiza ya upendo na nguvu ya marafiki wa Radio Maria na wasikilizaji wanaojitolea kwa hali na mali. Huu ni uthibitisho thabiti kuwa Mungu anazidi kuwakuza wanyenyekevu kupitia chombo chake hiki. Ndugu yangu, kama ulikuwa utajiunga vizuri, jiunge. Kama ulikuwa utakuwa rafiki wa Mama Maria, kuwa rafiki wa Mama Maria, kuwa mstari wa mbele hata kumiminia neema zake. Tunamshukuru Mungu kwa muujiza huu, kwa sababu Radio Maria ingawa inapata ruhusa na upendo wa maaskofu na viongozi wa hierarkia kanisa na ushirikiano wao, haiendeshwi na maaskofu. Baba Msomba, Radio Maria haiendeshwi na maaskofu, na nadhani hamtataka kuiendesha. Tutaki wenyewe wanajitoa kwa nguvu, kwa mali, kwa muda na kwa kila kitu. Nguvu ya Radio Maria ni watu wanaojitolea. Toka mwanzo ni kwamba inategemezwa na imani ya waamini, mapenzi ya waamini kwa Mama Maria na kwa kanisa. Kila mmoja anajiona na kujivunia kuwa sehemu ya juhudi kubwa ya ulimwengu ya kueneza na kuimarisha neno la Mungu kupitia kwa vyombo vyake mama, yaani Radio Maria pamoja na mshirika wake Radio Mbiu. Anaeneza habari njema ya Mungu kwa kile kidogo anachokitoa. Anatoa muda wake, ujuzi wake na nyenzo kwa kuchangia kile chochote anachokuwa nacho. Tukiwa na Mama Maria, nichukue fursa hii
kusema hongera na shukrani kwa familia ya Radio Maria ulimwenguni waliotusaidia kuweka miundombinu kuanza safari hii, na tunaendelea pamoja kutembea nao. Na tuna ndugu yangu hapa Shemasi, umemwona, na kuna na baba pale, na Paulo yuko nusu ni Mtanzania, robo tatu, na robo nyingine bado ni mtu wa mataifa. Hivyo sote kwa pamoja tunawaomba na tunawashukuru. Vielen Dank von Familie Radio Maria. Merci beaucoup. Kuna ndugu yangu pale. Merci beaucoup à la famille mondiale de Radio Maria. Grazie tanto a la famiglia di Radio Maria per tutto ciò che fate. Many thanks to the family of Radio Maria, to the world family of Radio Maria, for the investments you have given, for the love, for the time, and for being with us. May God bless you. May we continue to be friends now and every time. Sasa hao bwana ndio wametusaidia, ndio wametuunganisha mambo mengi, mitambo manini, na sisi sasa ni zamu yetu. Nashukuru sana kwa kweli, michango ni mizuri, tunaendelea kuchangia, tunaendelea kusaidia, tunaona ujitolea, na Radio Maria inaenda, haisimami hata mara moja. Napenda kushukuru sana wafanyakazi wa Radio Maria wakiongozwa na mwenyekiti wetu Baba Humphrey Julius Kira. Asante sana kwa miaka mingi 10 umefanya kazi hapa. Pamoja nawe wako wengi ambao wamefanya kazi. Pamoja nawe wako wengi ambao wamefanya kazi katika upande wa utawala, na umekuwa pamoja nasi, na Mungu akusaidie. Hongera na asante sana kwa wakurugenzi, kuanzia kwa Padre Camilo Nikita alianzia kule ofisini Songea kule. Mungu Mwenyezi awabariki nyote. Na sasa tunaye Padre Dominic Mavula yuko hapa nyuma yangu, asante sana. Na Mungu Mwenyezi awe pamoja nao. Na una wasaidizi wengi, akina Agnes, akina Priva, akina wengi tu wako hapo. Bila kusahau wale mabosi wangu tulikuwa nao kule Radio Mbiu ambao tumekuwa nao. Nimemwona Agatha hapa, kuna Leonila hapo, kuna watu wengi tu. Akina Rega na mafundi mitambo na wengine wote. Wote hao wamesaidia kwa namna nyingi sana kuwezesha hii radio. Na kwa namna ya pekee napenda kuwashukuru wale tunaosema ni volunteer. Volunteer sio kwa watu volunteer. Tunapenda kufanya. Volunteer tuko wengi. Mabade hapa mnaona hapa. Wengi ni volunteer. Na mimi nikiwemo ni volunteer. Na Baba Reguru hapa ni volunteer number 1. Mimi ni number 2. Na baba pale nakuja. Tunafanya kazi. Na tunafanya kazi kwa upendo. Wanatumia muda wao, wanatumia ujuzi wao, wanatumia kila kitu wanachoweza ili radio iweze kwenda mbele. Tunasema asante sana sote tunaofanya kazi kwa kujitoa. Wafanyakazi unakuta wengine wanalala pale kwenye studio ili tupate vipindi masaa 24 kwa 24, siku 7 kwa wiki. Wote hawa tunawaleta mbele ya mama, tunawaweka mbele ya mama ili mama awaone na awe pamoja nao. Tunawashukuru wote marafiki. Namwona speaker wetu ni rafiki number 1, sijui number 1 number 2, lakini ni rafiki mkubwa sana. Na ninyi nyote ambao mmekuja hapa na wote wanaonisikiliza Tanzania nzima na nje ya Tanzania ni marafiki wa Radio Maria, ni wawezeshaji wa Radio Maria wanaojitolea kutoa vipindi. Maelfu ya vijana wanaokwenda kupeleka bahasha kwenda kwa makanisa na kila mahali. Mapadre wengi wanaoruhusu masanduku ya Radio Maria yakae katika makanisa yao. Tuwapigie makofi.
Na nawahakikishia yule anayeweka kaboksi kama Mama Maria katika kanisa lake, hata na sadaka, hata na michango itaongezeka maradufu, kwa sababu ametoa kwa mama. Wale wa viongozi wa jumuiya ndogo ndogo na wengine wanaosambaza bahasha sehemu mbalimbali, ili neno la mama lienee, ili neno la mama liende mbele, wote hao tunaweka mbele ya mama, na Mama Maria awasaidie na awe pamoja nao. Na hiyo ndio tunaadhimisha leo, miaka 30. Radio Maria imewafikia watu wengi na kubadilisha maisha ya watu wengi. Imefundisha na kuelimisha watu wengi katika liturujia, katika sadaka takatifu ya misa, katika ibada mbalimbali, katika sala na nyimbo na liturujia. Nimekuja na baba yangu hapa, mwana liturujia yuko hapa, amekuja kutoka Songea mpaka hapa ili kusudi awe pamoja nasi. Katekezi, mafundisho mbalimbali ya imani, habari za kanisa, hata zile za Vatican tunazisikia, vipindi vya kijamii na maadili tunavipata. Hivyo wafanyakazi wote hao wanahakikisha mambo yanakwenda vizuri. Hivyo wapendwa, ni wakati wa kutazama mbele, miaka 30 ijayo. Ninyi ni marafiki na familia ya Radio Maria. Mmekuwa waaminifu kupitia sala zenu za kila siku, sadaka zenu na misaada yenu ya hali na mali, na ushuhuda wenu wa maisha. Mmeifanya redio iendelee kurusha matangazo yake bila kukoma na kuweza kupanuka. Nadhani leo au kesho tutakuwa na masafa ya 60, sio? Tutakuwa na masafa ya 60. Kutoka masafa moja ile ya Songea, sasa tuna masafa 60 katika majimbo 37. Wote wanasikia, hakuna asiyesikia. Ni redio ya kwanza ya kidini ya kupata leseni ya kitaifa na kuweza kuendea kila mahali. Na sasa ni wakati wa kwenda mbele. Ni wakati wa kuazimia kila mmoja wetu kwamba tulikofika tuongezeke. Sio tu kwamba jimbo liwe na masafa moja, kama kuna kibonde ambapo hawafiki, na huko tuweke kamtambo nao wasikie, ili kila mmoja aweze kupata neno la mama, kila mmoja aweze kupata neno la mama. Na vile vile jinsi walivyotusaidia, na sisi twende tukawasaidie wengine, twende tukaongeze kwa wengine. Hivyo kwa msaada wenu, mimi na wewe, wengi waliosikiliza redio, mwingine akiwa kitandani hospitalini, mgonjwa anaumia, mwingine yuko gerezani anatafuta msaada na msamaha wa Mungu, wanapata bahati nzuri asikia karedio mahala. Mwingine yuko peke yake nyumbani, wazee wangapi wako peke yao nyumbani, hawezi kwenda kanisani kusali, wanaweka wala wanasikiliza misa na mahubiri, wala wanaweza kushiriki pamoja nasi. Hivyo sauti ya Mama Maria imepelekea wengi wenye matatizo ambayo yametatuliwa kwa kusikiliza neno la Mungu, kwa kuuliza maswali na mambo mengine. Hivyo hongera kwenu sote, na kupitia ushiriki wenu sauti imetoka Radio Maria na inakwenda kwa kila mtu, na inamwambia hauko peke yako, tuko pamoja nawe. Mungu anakupenda, Mama Maria anakuombea, na Mama Maria anakubeba. Huo ni muujiza wa Radio Maria unaofanyika kila sekunde neno la Bwana linapoenda. Hivyo tunapoangalia miaka 30 ijayo, tunaitwa kufanya upya nia yetu. Mtakatifu Yohana Paulo wa pili katika kuadhimisha jubilei kuu alituambia kwamba tupige mbizi mpaka kilindini, au tutupe nyavu zetu mpaka kilindini. Duc in artum, tupa nyavu zako na sisi tutupe nyavu zetu mpaka kilindini, ili Radio Maria iendelee kuwa mbegu ya huruma, mbegu ya matumaini, tuweze kuwavutia watu wengi zaidi waweze kusikiliza redio, waweze kuwa marafiki wa Radio Maria na wajiunge katika familia hii.
na kuhakikisha kwamba sauti hii ya matumaini inafika mbali zaidi. Tuendelee kuwa chombo cha huruma ya Mungu na chombo cha amani ya Mama Maria. Tunafika miaka 30. Tupange 30 ijayo na 30 mingine 100 ijayo, ili Mama Maria sio tu ni chombo cha muziki au cha kufurahisha, lakini ni chombo cha kubadili watu, ni chombo cha kuleta faraja, ni chombo cha kuleta matumaini. Na kushukuru wewe ambaye umekuwa sehemu ya matumaini ya walio wengi. Na waombea Mwenyezi Mungu kwa namna ya pekee kupitia maombezi ya mama yetu Mama Maria awabariki ninyi nyote mliopo hapa na mnaosikiliza. Abariki familia zenu, abariki kazi zenu za mikono, na abariki maisha yenu yote. Asanteni kwa kuwa sehemu ya historia ya miaka 30 ya utume wa mama. Asanteni kwa kuendelea kuamini Radio Maria. Asanteni kwa kuendelea kuwa na tumaini katika mama. Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Radio Mbiu, na sauti ya faraja. Mama Maria, na mama wa wote. Mungu ni mwema na kila wakati. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania. Uinjilishaji, upendo na faraja. Mama Maria awe pamoja nanyi na Mungu Mwenyezi awabariki. Tumsifu Yesu Kristo.